Karibisha kipindi kingine cha kwenda kusikia neno la Mungu katika mchana wa leo. Kabla sijaendelea, ngoja nimshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru wakati na majira haya watoto wako wa kike na wa kiume tunapoenda kusikia neno hili. Mungu kaliachilie masikioni mwao. Zidi Mungu kafungue masikio yao ya ndani wakapate kusikia vyema, na ufahamu zao ukafungue Bwana wakapate kuelewa vyema wewe Bwana. Bwana Yesu, sema nao. Tazama wengine wapo ni wagonjwa, ukawaguse kupitia neno hili. Likashie uzima ndani yao Bwana majeshi. Neno hili likaponye na likaokoe na likagange kwa uwepo wako na kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asante Mungu, nami kama mjoli wako kaniwezeshe nikapate kunena yalo niagiza wewe Bwana, sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Tutaenda kusoma neno la Mungu linatoka kitabu kile cha Efeso sura ile ya 6 na mstari ule wa 10. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu pate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tumezungumzia nataka nisikilize kwa dakika chache. Naomba niazime masikio yako kwa dakika 5 tu. Bwana, nataka niseme na wewe katika mchana wa leo. Maandiko matakatifu yanasema kitabu kile cha Efeso ya kwamba hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na mwana mtume Paulo ananiambia kanisa la Efeso ya kwamba hatimaye wazidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hata nikazungumzia habari ya nguvu. Nguvu ziko aina 2 au aina 3. Nazungumzia aina 2 ya siku ya leo. Kuna nguvu ya katika ulimwengu wa roho. Kuna nguvu ya katika ulimwengu wa mwili. Ambao zipo nguvu ambazo wanatumia wanadamu. Kama unaweza kaona leo ya kwamba mtu anavaa silaha ambazo nazo ni nguvu ambazo anaenda nazo kwenda kupigana, kwenda vitani. Leo naweza kusema taifa na taifa linaenda kupigana. Aliendi likiwa halina silaha. Linaondoka linaenda limevaa silaha zote za kimwili. Linaenda kushindana taifa lingine. Lakini nataka nizungumuze habari ya silaha ambazo za katika ulimwengu wa roho. Mungu anasema kwamba tuvae hatimaye tuzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu zake. Anasema tuvae silaha zote za kiungu. Maana yake kwamba uwe ni mtu mwenye maombi, uwe ni mtu mwenye kusoma neno la Mungu, uwe ni mtu mwenye kumtafuta Mungu kwa uaminifu. Anasema vaa silaha zote za kiungu ili uweze kupambana wakati wa uovu. Maana uweze kupambana na shetani kama huna silaha katika ulimwengu wa roho. Silaha zetu ni maombi, silaha zetu ni neno la Mungu. Tunaposoma tunaangalia maneno ya Mungu, anasema ya kwamba kitabu kile cha Wafalme, wakati Daudi anaenda kupigana na Goliathi, tunasoma ya kwamba Mungu tunaposoma maandiko yanasema ya kwamba Daudi aliitwa na mfalme, alienda kwa mfalme ya kwamba akapate kuvaa silaha za kwenda nazo vitani. Lakini ifika wakati Daudi alisema sitaweza kwenda nazo vita, silaha hizi kwenda kupigana nazo, maana libadilishwa katika silaha za ulimwengu wa mwili. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, tunahitaji kama mtumishi wa Mungu unemcha Mungu kwa uaminifu, shalia uwe na silaha katika ulimwengu wa roho. Uwe na silaha za neno la Mungu, uwe na silaha za maombi, uwe na silaha za kuishi maisha matawa, maisha matakatifu ambayo ya kumpendeza Mungu. Kwanza uwe ni mtu mwenye neno la Mungu, uwe ni mtu wa kuliishi neno lake. Ndivyo silaha, uwe ni mtu mwenye kusoma neno la Mungu. Ndio maana wakati Daudi akasema nitaenda kwa Mfilisti asiyetahiriwa, nitaenda kupiga naye, nitaenda kumpiga kwa jina la Bwana wa majeshi. Leo unapokuwa na jina la Bwana ndani yako, una uwezo wa kuweza kuangusha ngome za ibilisi. Bila neno la Mungu huwezi kuangusha ngome za shetani. Hata Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini ya kwamba
ngome au nguvu havipatikane katika vyombo vingine au katika nguvu za katika ulimwengu wa mwili. Unapozama katika ulimwengu wa roho, maana hauhusiane kwa ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, vitu viwili tofauti. Ninapozungumza ulimwengu wa roho, ni ulimwengu wa kwenda kupambana na muovu shetani, wa kwenda kumpiga muovu shetani na kazi zake zote anazozitenda katika ulimwengu huu, unapozama katika ulimwengu wa roho. Lakini katika nguvu za katika ulimwengu wa mwili, wanafatana na kufatana katika ulimwengu wa mwili na kupambana katika ulimwengu wa mwili. Nataka nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa, jitie nguvu, hatimaye uwe hodari katika Bwana, katika uweza na nguvu zake, ili uweze kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani zinapingwa na nguvu za Mungu. Hila za shetani zinapingwa na neno la Mungu. Hila za shetani zinapingwa ukiwa umembeba Kristo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo neno la Mungu huwezi kumpinga shetani. Pasipo neno la Mungu huwezi kuangusha ngome za ibilisi. Pasipo maombi huwezi kuangusha kazi za ibilisi. Nataka nikutie moyo, mafuta wala maji hayawezi kuharibu nguvu za Mungu. Maji hayawezi kubomoa ngome za shetani. Nataka nikutie moyo kwamba kila ambao wanaotumainia, wengine leo badala ya kumwendea Mungu na kubeba neno la Mungu, wanatumainia maji, wanatumia mafuta, wanatumia keki, wanatumainia leo, wanasema wanaenda kuchukua wanasema silaha za kiroho. Nataka nikwambie, silaha ya kiroho ni neno la Mungu peke yake. Usitumainie maji. Ndani ya maji hakuna ushindi. Ndani ya keki hakuna ushindi. Ndani ya limao hakuna ushindi. Ushindi uko ndani ya neno la Yesu Kristo peke yake. Ndio unaweza kuangusha mapingu ya shetani. Ndio unaweza kuangusha uharibifu wa shetani. Neno la Mungu ndiye inaweza kupa nguvu ya kumshinda adui yako. Huwezi kumshinda adui yako kama huna neno la Mungu. Unapokuwa na Kristo ndani yako, unapokuwa ni mtu mwenye kumtafuta Mungu, ndipo unaweza kuangusha kazi zote za ibilisi. Haleluya, sema amen. Ninaamini kabisa ya kwamba jana wa leo, kama upo ambayo ulitumainia maji, ulitumainia ilizi, ulitumainia vitu vyote, unashikishwa leo ya kwamba unapotaka hata kulala, unachukua maji na unyunyizia ndani ya kitanda chako, ndani ya neti yako. Hakuna ulinzi mahali pale. Hakika litaje jina la Yesu, ndipo linaweza kuashiria, inaweza kuachilia malaika wakakuzingira mahali pale. Wala ndani ya maji hakuna nguvu, wala maji hakuna ulinzi. Nataka nikwambie mteule wa Mungu, kama unatumania vitu kama hivyo, badilika kwanza leo. Geuka leo. Rudia Kristo. Tumainie Kristo ili akupe ulinzi juu yake. Maneno yanasema ya kwamba kutoka kitabu cha Zaburi ile 35, anasema Daudi, anasema maneno ya Mungu, anasema Bwana teta nao wanaoteta nami, pigana nao wanaopigana nami. Daudi anamwambia Mungu ya kwamba tete nao, apigane nao wanaoshambulia maisha yake. Wala Daudi hakusema nahitaji maji nikamwagie juu ya maadui zangu. Alisema teta nao, apigane nao. Anasema mstari wa 4 ya kwamba na njia zao zikawe giza na utelezi. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Maadui zako waliokandamiza wakapiga kwa jina la Yesu Kristo. Bebe jina la Yesu. Jina la Yesu liwe na nguvu. Jina la Yesu lina mamlaka. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Jina la Yesu linafungua, wala sio maji, wala sio keki. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Wala sio vitambaa. Tumainie Kristo ili afanikishe kushinda adui yako. Daudi alimshinda adui yake Goliath kwa sababu alibeba jina la Yesu na kuwa ni mtu alimtumainia Kristo. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Simama na Bwana, tembea na Bwana, usidanganye ukaiacha imani uliyoipokea, ukaiacha imani uliyoamini, kashika imani zingine ambazo zinakutoa katika msingi wa imani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, tunasema asante kwa neema yako. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umeliachilia juu ya wasikilizaji wako, wa kike na wa kiume. Tazama wapo wa kike. Inawezekana Mungu wengine walikuwa ni wagonjwa, lakini neno lako Mungu limeponya. Inawezekana wapo waliokuwa wametumainia maji, wametumia ilizi, wametumainia keki, wametumia vitambaa.
Sasa kwamba amedanganywa na kuambiwa ndio ulinzi. Yesu Kristo tunakusihi Bwana, ingilia kati, sema nao Bwana kwa wakati huu. Zaidi Mungu, angusha ngome na fikira zao waliokuwa wanazitumainia. Leo kabadilisha, kageuze upya maisha yao, kageuze upya fahamu zao. Mungu akutumainie wewe Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya neno hili. Niendelee kuponya na kuganga na kuinua na kuwapa matumaini mengine mapya ya kukutumainia wewe Kristo. Ndiye muweza wa yote. Unayetushindia wakati wa taabu, unaonekana wakati wa jaribu. Neema yako Mungu iwe pamoja nasi. Sawa sawa ni mapenzi yako. Amen.